Nasema kitu kimoja, tuwe na siri. Yaani hiyo issue nataka ipite, mke wangu asisikie. Unamjua mke wangu? Akisikia yule mbea. Kwa hiyo wewe umekuwa mwenyekiti, balozi au umekuwa nani? Halafu sijui kuhudumia, sijui unalipia kodi, unanivalisha. Huo ni wajibu wako kama mwanaume. Alafu hivyo vitu vyote na hata kiwezekana hata sasa hivi mimi mwenyewe najimudu, umenielewa? Kulipa kodi naweza, kujivalisha naweza, tena kuanzia juu mpaka chini. Kama ulikuwa ulielewe hilo. Na yule pale ni mzazi mwenzangu, tutaonana masaa 24 unayojua wewe, kuanzia asubuhi hadi jioni. Ukimwona mtu anafua shuka saa 12 za jioni, ujue analo la ziada la kujifunika. Hii nimeshaielewa. Maumivu ya usaliti ni makali sana. Cheza usikae, visa vinaendelea. Uswazi haisinzia, uswazi ila siku ni moto. Cheza uswazi ila kona ni sauti za uswazi. Ndio sauti. Wanaume wengi waliumizwa kisa usaliti. Wengine wapo magerezani kisa usaliti. Wengine walifilisika kabisa kisa usaliti. Kila siku ni safari. Na wengine sasa ni marehemu kisa usaliti. Na wanaume wengine walipata ulemavu wa milele kama mimi kisa usaliti. Nombo ziko na mke wake. Sauti za uswazi. Sauti za uswazi. Sauti za uswazi. We, Sabra, subiri kwanza, subiri kitu. Unajua, kwa mwanaume mwenye busara na anayejitambua, sio vyema kumgombeza mwanamke wake njiani huko. Yaani ninavyokuona tu, ninavyokuona nahisi unanuka harufu ya ngono. Ish! Ha? Yaani mimi mbembe nanuka harufu ya ngono? Yes. Uswazi kuna kicheko, uswazi kuna vilio. Sauti za uswazi ndio sauti za maisha. Mapenzi na matumaini. Hii nayo nakuwa ni elimu tosha. Nadhani umeielewa. Kila siku ni safari. Kila hatua ni somo. Sauti za uswazi hazinyamazishwi. Nombo ziko na mke wake. Vituko vyao mpangaji anateseka. Bangiri na mke wake wanadanganyana. Hivi unajua mimi nakuheshimu? Yaani nakuheshimu, naona unafika mbali sasa. Mbembe umefika mbali. Yaani hadi ufikia hatua kuniita mimi mimi nanuka harufu ya ngono. Sikiliza nikwambie Mbembe. Yaani ungejua wewe na kustiri Mbembe. Yaani wewe uweze kuniambia mimi nanuka harufu ya ngono Mbembe. Wewe unanipa nini wewe? Ndio ole kwanza. Kwanza
kwanza wewe ni mwanaume gani? Yaani hunisaidii chochote, yaani unipi chochote. Yaani nakuheshimu tu, halafu naona ni kwa sababu nakuheshimu, yaani unafika tu ya kunikosea mimi heshima. Yaani Mbembe mimi wewe hakuna unachonisaidia chochote hata nikwambie. Hamna hata kimoja. Nisikize kwa makini, usinichukulie kawaida, unasikia? Afu isitoshe wewe. Usinichukulie boya vile. Hizo dharau sasa. Nisikilize kwa makini. Wewe hapo si mke wangu, wewe si mke wangu. Alafu mimi napozungumza masuala hayo, kwa nini wewe ukatae? Wewe umetoka kule. Sauti za uswazi ndio sauti za maisha, mapenzi na matumaini. Kaka, mimi ndio leo nilikuwa nalumbana na mke wangu pale kipindi unapita. Kuna maneno uliongea. Sasa nilikuwa nataka niyajue. Ulisema kwamba mapenzi yanaweza kusababisha mwanaume akaenda jela, mwanaume akapata ulemavu. Sauti za uswazi. Kwa nini ulizungumzia wanaume tu? Kwani wao ndo wanaweza kufanyia ukatili tu? Hapana, simaanishi hivyo. Nadhani unajua kabisa mimi sina uwezo wa kukuona, lakini sauti yako inaonyesha kuwa unateswa sana na mapenzi. Ndio, ni sahihi kabisa. Acha nikwambie kitu. Mavutia kwake, lakini mwisho wa yote ukweli. Nisikilize. Mimi sina mambo mengi sana, kwa sababu wewe unajua kwamba mimi nakuelewa sana. Au uzoefu wangu, au sio? Okay, kwani wewe unanipa nini? Wewe Mbembe, wewe unanipa nini? Kifupi unanipa nini Mbembe? Unanipa nini wewe mwanaume, una lolote unanipa nini? Inaonekana umenichoka nini? Au sio? Nisikize sasa. Ipo hivi mwaya. Naona kama naongea sana vile. Au sio? Leo usiponiambia ulikuwa wapi na nisipopata ukweli hapa ndani hapa kai. Kwa nini unafanyaje? Kwa nini utanifanyaje sasa? Yaani unanifanyaje kifupi, utanifanyaje? Au sio? Yaani sisemi. Najua hakuna chochote unachonifanya wewe Mbembe. Sisemi. Kwa hiyo hawezi ukaniambia, au sio? Sikwambii, sisemi. Mapenzi na usaliti, kila siku ni milio. Siri zimejaa mtaani, kila kona kuna visa. Ukifungua mlango tu, unaanza kuona picha na mbwa kuna mke wake. Najisikia nimechoka sana mke wangu. Hivyo nahitaji niingie ndani kuweza kupumzika. Hivi unachoongea unajisikia kweli? Unajisikia? Wewe nyumba yako. Hivi unajua sababu hata hii nyumba bei ya tofali unaijua? Afu wewe Ponga, mimi unanichukuliaje? Yaani unani kila kitu mimi humu ndani. Ana aibu, acha utani bana. Nimekwambia nimechoka, nahitaji kupumzika. Na istosha nimekuletea zawadi zile uzipendazo. Mimi nachoka. Eti zawadi? Kwa kazi gani? Bwana ndugu yangu, kukuita kwangu leo hapa na jambo. Nakaa siku zote najifikiria, naona huyu mzangu usiku anachokifanya huyu. Wana maisha haya. Na mpaka unafurahia ninapokujua kijana wangu, hilo jambo ni zuri sana. Hebu niambia mimi yangu. Mimi juzi kati nimepita hapo mtani kwako. Nilishani kuna sauti nimezisikia hizo. Acha wewe. Yaani ina maana ulikuwa unanipiga chabo sasa? Anauliza ulikuwa unanipiga chabo? Sawa, tuachane nayo bwana. Mimi bado nakuoa ndugu yangu.
Unajikecha sana wewe, na pengo unajua kutumia tomato. Ina maana wewe unataka kuoa? Nataka kuoa. Unamuoa nani? Mwanangu mimi nimeshampata. Ndio. Ila sasa nahitaji swala hili ikiwa kama ndugu yangu wewe. Labda kwanza uniambie kitu kimoja. Unajua na mimi nipata kamwali kidogo hivi. Ila unajua na masuala kuoa ndugu yangu. Kwa hiyo nikaona hapa nije nikuuliza kama baba mwenye nyumba. Unishauri. Pia unisimamie swala langu lote mpaka nioe hapa. Mimi nachoka. Eti Zawadi. Kwa kazi gani? Ile matofali. Kazi ya matofali. Kila moyo una ndoto, lakini wote tunaishi. Sawa. Mimi kama babako mwenye nyumba, mimi sina shida na unavyonijua mwenyewe. Sina matatizo aina yoyote. Baba mwenye nyumba umepata. Tena jivunie. Acha. Sasa sikiliza. Zile siku 2-3 zile nilikuwa na mtoto umeingia naye ndani. Alafu baadaye nikaja kuona kayayuka. Sasa kwa ushauri wangu mimi, kwa usingemuoa yule mwanamke mwenye mtoto wako? Ndugu yangu, mimi masuala ya kuoa kurudia mimi siwezi. Kilichonifanya nimwache yule mwanamke na kijua mimi mwenyewe. Kwa hiyo haipaswi tena kumrudia yule mwanamke. Tatizo vijana wa sasa hivi mna marema sana. Yaani mna marema, unaoa huyu unaacha, unaoa huyu unaacha. Na umri wako kicheki bado mdogo sana. Sasa mtihani huo ndugu yangu. Nasema kitu kimoja, tuwe na siri. Yaani hiyo issue nataka ipite. Mke wangu asisikie. Unamjua mke wangu? Akisikia yule mbea. Unaanza kuona picha na Mbwazigu na mke wake. Vituko vyao mpangaji anateseka. Mangiri na mke wake wanadanganyana. Yaani wewe ni kama kuku tu. Anda unasubiria muda wa jioni ufike, ufunguliwe mlango uingie ndani ulale. Chagua haya mawili. Furaha na huzuni. Ubaki hapa mpaka pale nitakaporudi. Upita njia au uondoke. Kila nyumba ina siri. Kila moyo mimi sijali. Lakini wote tunaishi tukitafuta kesho njema, mapenzi na matumaini, machozi na tabasamu. Kila siku ni safari, kila hatua ni somo. Sauti za uswazi hazinyamazishwi. Mbona tuangalia vile? Uwe mzee, unamjua Mishemishe, inawezekana ana haki jambo hiyo. Sasa wewe sikiliza, hili jambo liishe kimya kimya. Hamna kumwambia, akijua huyo mwezio mimi namjua Mishemishe zake hapa. Ina maana mimi na wewe liishe kimya kimya. Wewe baadaye nitafute. Lishaisha hilo. Wewe bwana baadaye ngoja tumeakanyaga. Wewe bwana kwa nini? Boda au ndo anapiga nani na wewe? Niangalie bwana. Mungu kofi kwani. Ule uchafu mule umechana nani? Mimi nitoe, si ndio? Sauti za uswazi ndio sauti za maisha. Ani mimi mzee nachoka jamani, mimi kila kitu yani kila kitu mimi mbona machozi na tabasamu. Kila siku ni safari,
hazinyamazishwi, na mbwa ziko na mke wake, vituko vyao mpangaji anateseka.